Habari gani Mwanakewe TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Godbless Lema ameamua kufunguka mambo mengi sana ambayo ameweka nukuu ya maneno ya mke wa Mdude. Tunajifahamu kwamba Mdude ni takribani kama mwezi wa pili sasa tangu alivyotekwa, hajulikani yuko wapi, na mke wake amekuwa na wasiwasi mkubwa sana kutokana na mmewe kutokuonekana kwa kipindi hicho chote. Sasa Godbless Lema ameweka nukuu ya maneno ya mke wa Mdude Nyagali, na nukuu kile ambacho Godbless Lema amekiweka, yani na nukuu maneno ambayo Godbless Lema ameyaweka ambayo mke wa Mdude Nyagali aliyazungumza alipofika mahakamani siku ya Jumatatu. Na nukuu ni kama anasema moyoni mwake, mimi ni mke wa Mdude Nyagali, mwanaharakati shupavu ambaye alitekwa na watu wasiojulikana, na leo hii hajulikani alipo. Kila siku inayopita ni jeraha jipya kwa familia yetu, ni simanzi isiyoelezeka kwa watoto wake, na ni huzuni ya kudumu ndani binafsi yangu kama mke wake. Leo hii nipo mahakamani si kwa sababu naamini kuwa haki, bali kwa sababu bado naamini katika kutafuta ukweli. Najua hawawezi kunipa majibu, lakini siwezi kukaa kimya wakati maisha ya mume wangu yamemezwa na giza la ukweli ya kila ukimya. Natoa wito kwa umma, kwa kila Mtanzania anayetambua maana ya utu. Tusikubali hii nchi iendeshwe kutawaliwa na woga. Tusikubali watu wetu kutoweka kana kwamba maisha yao hayana thamani. Na kwa wale wote wanaohusika na mateso haya, iwe ni moja kwa moja au kufumbia macho, wajue wazi dhuluma haidumu. Haki haikimbiwi, na kila tone la machozi tunalolia leo watalivuna kesho. CCM na mfumo wake wa ukandamizaji watawajibika. Watoto wao, familia zao na vizazi vyao vitakumbana na majibu ya historia na asio kwa chuki, bali kwa ukweli usiofutika. Sitaogopa, sitaacha kusema Mdude alitekwa, lakini sauti yake haikutekwa. Haki haijawahi kushindwa. Nami nitasimama hadi mwisho kujua mume wangu yuko hai au maiti yake iko wapi. Ninaumia sana kila siku kwa maana alichukuliwa mbele ya macho yangu na watoto wetu. Naiona ile siku kila siku. Mwenyezi Mungu anisaidie. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ya mke wa Mdude Nyagali ambayo Godbless Lema ameamua kuyaandika katika mtandao wa Twitter. Jina langu ni D wa Kewe TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu pendwa kabisa ya Kewe TV. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika eneo la kuandika maoni hapo. Kwa kwanza namuona hapa anaitwa Hussein. Anasema wasiojulikana walishajulikana, kuendelea kwa embeleza wahuni kuwa hawajulikani ni kuwapa nafasi kuendelea kutenda maovu. Lakini fundi simu anasema Mdude hakuwa mtu muhimu Chadema, na ndio maana hamwezi kukuta ndani ya mahakama hapa kuna kiongozi yote mkubwa, hata nguvu ya chama haipo. Hapa mnaishi kutweet huku mkishika ametukana kidogo, siwezi kwenda kusoma. Jemedari anasema natamani hayo anayopata huyo mke wa Mdude Nyagali basi apate Abduli siku moja. Jdel anasema kumjua mwizi aliyekuibia afu kisha kumwachia Mungu ndo amdhulu, huo nao ni sehemu ya ugonjwa wa akili. Lakini Sam Big anasema Mungu wangu,
huwa anatenda, na hii atatenda tena mapema sana. Lakini haki hainunui taifa, anasema unaweza soma hii tweet na ukaona kawaida, fikiria sasa imetokea kwako ama kwenu. Lakini Nava anasema ipo siku hawa watawala watawajibika. Lakini Fabrizio anasema so emotion inauma sana hata kusoma. Lakini Otto B anasema inahuzunisha sana binadamu kufanyiwa unyama wakati huu dunia ipo wakati huu. Lakini comment nyingine ni ya Koba, anasema #no reform no election. Lakini Mr. Scrody anasema ipo siku watalipa. Katabanya anasema ila hii nchi tumefikia huku. Esther anasema so sad. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yameweza kutoka katika mtandao wa Twitter kwenye chapisho la God Bless Lema. Jina langu ndio Kewe TV, tafadhali subscribe na turn on notification. Bye bye. Tutaonana wakati ujao katika ulimwengu wa siasa.